wamekuficha huko ili weje. Haya na kaburi mtoni huko, aje hapa. Jina la Yesu. Hilo kaburi lipachie. Haya machieni. Machie. Wewe unamfunga minyororo, machie. Damu ya Yesu yapita, inamfuata. Njoo kwenye nafsi. Hiyo mauti ondoke. Kwa damu ya Yesu. Pake funguliwa. Tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Itagata. Bwana Yesu asifiwe. Itagata hoi hai. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumetumwa na Yesu Kristo kutoka jijini Dar es Salaam kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni. Ninaamini kabisa kwamba Mungu au Roho Mtakatifu hajakosea kutuleta mahali hapa. Yuko mtu mmoja ambaye jioni ya leo Yesu atasema naye na atashughulikiwa, na Mungu ataenda kukuponya na kukufungua katika mapito ulio nayo. Mungu wetu ni mwema. Ametutoa mbali sana Dar es Salaam, kilomita 1000 kutoka Dar es Salaam mpaka hapa, na tukirudi kilomita 2000, na nauli za kutumia kwenye mafuta ya gari si chini ya 2,200,000 kwenda na kurudi. Ni kwa sababu ya upendo wa Yesu Kristo ili upate kupona. Ni kwa sababu ya upendo wa Yesu Kristo ili upate kupona na kufanikiwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaja kwa ajili ya dini ya mtu fulani. Mimi ni mchungaji missionaries. Ninashughulika na dini zote. Nashughulika na watu wote wanaoitwa ni watu wa Mungu. Nashughulika na makanisa mbalimbali, na katika Afrika, DRC Congo na maeneo mengine tumekuwa tukifanya misioni katika maeneo yale, kuleta habari njema katika Afrika hii na pengine hata katika maeneo mengine ambayo Yesu alitutuma katika bara hili la Afrika na nje ya Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu ameleta habari njema kwa ajili ya kuleta ujumbe mtakatifu ili uweze kufanikiwa. Tukisoma katika kitabu au ujumbe wa siku leo unazungumza kwa habari uzao wa nyoka ni nini? Uzao wa nyoka ni nini? Basi nisome kwanza katika kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari 16, na tarudi kwenye uzao wa nyoka. Lakini tuangalie Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Yohana 3:16 mpaka pale nitakapoishia. Biblia inasema kwamba hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wake wa pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa ni maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Haipendi nuru, maana nuru imekuja duniani, watu wakalipenda giza kuliko nuru. Watu wakalipenda sana giza kuliko nuru. Biblia inatueleza kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee aje ulimwenguni kutuokoa sisi wanadamu. Na anasema kwamba asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Na eneo nyingine akasema nuru imekuja duniani, lakini watu wakapenda giza. Na dunia ya leo watu wanapenda sana giza kuliko nuru. Watu wanapenda kukimbilia kwenye giza kuliko nuru, na pengine hawakupenda kuwa wawazi, wakapenda kuzungumza habari za uongo kuliko kupenda nuru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sikia nikwambie, giza lolote ambalo uzao wa nyoka ni uzao wa familia inayobeba matambiko na uganga na ushirikina, ndio miungu ya kwao. Hawezi kufanya jambo lolote pasipo kumshirikisha Shetani. Hawezi kufanya jambo lolote pasipo kuamilikisha majini ili amsaidie kazi. Maana huyu ni uzao wa nyoka. Huyu hakuipenda nuru,
amependa giza huyu. Sikia nikwambie, kama mtu ana Mungu wa kweli, basi ana Mungu mwingine anayemtumikia, ana sanamu anazozitumikia. Nikasema kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana akili timamu, yuko tayari kumwamini mganga wa kienyeji anayempa manyoya ya kuku ameyafunga, anapeleka kuku wake, afu na manyoya yale yanafungwa kwenye kitambaa chekundu au cheusi, afu anapewa, sasa nimeshakutibu, ondoka uende, mambo yamekuwa ni mazuri, utafanikiwa. Na kwa sababu yeye ni zuzu, hana akili, anapiga makofi, anashangilia, anaona tayari ameshamaliza mambo, na anakuwa na jeuri, analindwa na kichwa cha kuku, analindwa na miguu ya kuku, analindwa. Sikia nikwambie, hakuna mwanadamu anatoa uzima isipokuwa ni Mungu wa majeshi, Mungu aliyetuumba sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tulikupe kufikiri uzao wa nyoka mkini kwenye familia yenu. Ukisoma katika Mathayo ile sura ya 12, Mathayo 12 mstari wa 34 mpaka ule wa 37. Mathayo 12 mstari wa 14 mpaka 37 nasema hivi: enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno ya kwako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Uzao wa nyoka. Kizazi tulicho nacho cha leo kimebeba roho ya ukaidi, kinajiangalia chenyewe, na pengine mkuto tayari kwenda kwa mganga wa kienyeji au kwenda kulepeleka mauti, anapeleka jina la mtu ili apeleka mauti, auwe yule mtu ili kusudi yeye afanikiwe. Kizazi cha nyoka, kizazi cha laana, kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka kimejaa ukaidi, hakilipendi neno la Mungu, hakipendi kufanya suluhu, hakipendi kuleta amani, hakipendi kutengeneza upendo. Kizazi cha nyoka kinajiangalia chenyewe, kinaangalia mambo yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 12 nimesema mstari 34: enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Kama baba yako alifanya matambiko, alifanya ushirikina, na mmezaliwa kwenye ile familia, mnatembea na mairizi makubwa, toka umezaliwa umekuta tu ushirikina kwenye familia, sikia nikwambie, utatembea kwenye shida. Sikia nikwambie, watu wa ulimwengu wa giza wanapokuwa mahali katika madhabahu zao, anakupa kitambaa chekundu au cheusi, kwamba kitambaa chekundu ni kwamba ni dangerous, kwamba wewe uko kwenye hatari, na kitambaa cheusi utakuwa, yani all the time utaishi katika giza, yani utatembea kwenye darkness, maisha yako ni ya gizani. Ndio maana leo mtu akichanja chale na mganga wa kienyeji, kinachoka ni ule unga mweusi, afu ndani yako unaona ile chale inakuwa na weusi, na chale moja imebeba mapepo 1000. Chale moja imebeba mapepo 1000. Na ile damu kidogo inapotoka wakati anakuchanja, si kana kwamba ile mtu anakuumiza, anachotaka ni kuweka saini, yani katika ulimwengu wa roho wewe unasajiliwa kwenye kompyuta ya ulimwengu wa giza, kwamba watakupata tu, mahali popote watakupata tu anapochanja vile vidamu vinavyotoka kwa mapepo. Na ulimwengu wa giza ni damu nyingi mno, kwa hiyo hiyo damu ya kwako umeiuza katika ulimwengu wa giza. Kwa lugha nyingine, katika ulimwengu wa roho watakuona mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa nini tunazungumza hizi habari njema za ufalme wa mbinguni? Haleluya. Ili kila mtu aminiwe, asimame kwenye kusudi la Bwana, asimame kwenye mamlaka ya Bwana. Kizazi cha nyoka ambacho hakikubali kuyanena maneno ya Bwana,
kukosa amani kwenye familia, ni kizazi cha laana. Kutoka ile sura ya 12, Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 12, mstari ule wa 2 na ule wa 3. Kumbukumbu la Torati, tafadhali tuweza tukasoma pale. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 12, ule mstari wa 2 na wa 3 anasema, vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu ya mataifa, mtakao miliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomweni na nguzo zao, na mashera yao teketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Mstari wa 6, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa za mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Biblia inazungumza kwa habari, nanyi anasema vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao. Hawa ni wana wa Israeli, wanaambiwa wavunje madhabahu kabla ya kuingia kwenye nchi yao ya ahadi, kabla ya kufika kwenye nchi ambayo Mungu alitaka wafike. Biblia inasema kwamba zivunjeni madhabahu zao, zibomweni na nguzo zao na maashera yao na ufalme wa kwao uvunjeni, maana mkiingia kwenye miungu mtapata shida. Ndio maana watu wanapoenda kununua eneo, unanunua kiwanja, unashukuru sana nimepata kiwanja, unafanya namna ya kuanza kujenga, lakini katika ulimwengu wa roho hujavunja kilichoko kwenye ile ardhi. Huwezi kujua aliyokuuzia alikuwa na Mungu gani. Na watu walinunua mashamba yalizindikwa na uganga wa kienyeji. Yeye anaingia yuko hana shida kabisa, yuko innocent, hana tatizo lolote. Lakini ile ardhi uliyonunua, kile kipande cha kiwanja au lile shamba lililonunua, ni nani aliyemiliki lile shamba? Alikuwa na Mungu yupi? Ndio maana Biblia inasema zivunjeni kwanza. Kabla hujaanza kujenga, peleka damu ya Yesu. Kabla hujaanza kutengeneza kulima, nenda kafanye disconnection. Ninaposema disconnection kwamba kulitoa kwenye umiliki wa yule aliyokuwa na miliki, maana wakati wanatengeneza huwa wanaacha, wakati unapouziwa hawaviondoi, unabaki navyo. Na watu walijenga kwenye misingi mibaya, msingi wa eneo, msingi ambao eneo lile limekamatwa na ulimwengu wa giza. Anaanza kufungua biashara pale, maana biashara haiendi, maana yawezekana hata hicho chumba ambacho wa kwanza alifanya biashara alikuwa na Mungu wake. Na unakuja unaweka mashelfu, unaanza kusafisha, unapaka na rangi, lakini katika ulimwengu wa roho ulimwambia damu ya Yesu itakase pale, ulituma damu ya Yesu itakase, maana miungu na madhabahu inasikia, zile kuta huwa zinashuhudia. Unafikia asante Mungu na kushukuru, nimeshapata eneo, naweka mzigo. Baada ya kuweka mzigo, machuma ulete, hakuna biashara inakwenda, kila kitu kinaharibika. Badala ya kufanikiwa, unaanza kulia, unaanza kusononeka. Ulikuwa mahali pengine, ulikuwa unaenda vizuri kabisa, ulipoingia kwenye lile eneo. Na maana sema zivunjeni madhabahu zao na maashera yao yateketezeni kwa moto, maana huwezi kujua katika lile eneo kuliwekwa nini. Kizazi cha nyoka hakipendi kusikia habari njema za ufalme wa mbinguni, hakiamini neno la Bwana, hakiko tayari kulishika neno la Bwana. Ndio maana leo tunaona wana wa Israeli, Mungu mwenyewe anawaambia vunjeni kabisa, anawaambia wavunje, vunjeni miungu ya kwao. Ndio maana tunakamata chumvi tunaiombea.
Wafalme wa pili sura ya pili mstari 10, Wafalme wa pili sura ya pili mstari 19 mpaka 22. Elisha anaambiwa chukue chumvi apeleke kwenye chanzo cha maji, kutakuwa kuna kufa wala kuzaa mapoza. Kwa Biblia inatueleza namna ambavyo nchi ile ilikuwa inazaa mapoza, lakini alipopewa neno na Mungu wa mbingu na nchi, akachukua akapeleka kwenye chanzo cha maji. Alipomwaga ile chumvi, Biblia inasema kwamba mapoza aliondoka, uharibifu uliondoka, kila roho ziliondoka, walivunja maroho yaliyokuwa yamesimama kwenye lile eneo. Nataka nikuambie ni shida gani ya ulimwengu wa roho ambaye inatesa maisha yako. Lazima uangalie ni wapi unakoteseka na kumwabudu Mungu wa mbingu na nchi. Hakuna mtu aliyetegemea Mungu akaachwa. Wale wanaotegemea ilizi na waganga wa kienyeji, maisha yao huwa wanakufa kabla ya wakati, maana walishauza miili yao. Nimezungumza kwa habari ya agano la damu. Walipeleka kuku, walipeleka wanyama, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, walijiuza kwa damu ya mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niseme kwamba, sikia, watu kule mchini wanatamka jina la Yesu kweli kweli. Watu wana nafasi zao, wana maisha ya kwao yenye baraka, wana utajiri, wana kila kitu, lakini wanamkimbilia Mungu aliye hai. Wameshaachana na mambo ya ushirikina, wameona wanapoteza muda, na wengi wamesimama kwenye kusudi la Bwana. Saa 11 wako morning glory kwenye makanisa wakimwabudu Mungu, badala kwenda kwa waganga wa kienyeji. Wanaenda kwenye ibada asubuhi saa 11, wameshafika, wameanza kuabudu. Ikifika saa 1 kamili anawasha gari yake, anaenda wapi? Anaenda ofisini. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, watu wanamtafuta Yesu. Watu wenye nafasi kubwa kule wanamtafuta Yesu. Sikia nikwambie, achana na habari ya kiburi. Kuna watu wanasema dini yangu, dini yangu, dini yangu, mimi ni Mpentekoste, mimi ni Mlutheri, mimi ni mnyani, si ni nani, si dini ya mtu hapa. Yani kila mmoja anatamka dini yake. Sikia nikwambie, Yesu amekuja kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sikia nikwambie, dini haitakufikisha mbinguni. Kinachokufikisha mbinguni ni utakatifu ulio nao ndani yako sahihi, ni utakatifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya kanisa la Bwana. Kwa maana wakati Mungu ananiambia nenda, nilipomaliza theology, kusoma chuo cha theology, nikamuuliza Mungu natumika wapi? Akaniambia katika maono, nenda ukatumikie jamii ya watu wote. Nikasema niko tayari. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia jioni ya leo, mwamini Yesu naye atafanya jambo jipya katika maisha yako. Ukiwa na Yesu utakufa kabla ya wakati. Magonjwa yataondoka kwenye maisha yako. Vitu ulionayo yataondoka kwenye maisha yako. Utaibiwa na adui, maana Yesu atakuwa ndani yako. Biashara yako itafanikiwa. Siku moja nimeenda kwenye maombi kwa mama moja, ana hardware nzuri sana, kubwa mno. Tumeomba kweli kweli na mtumishi, tulikuwa wawili. Omba wiki ya kwanza, omba wiki ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Tukaongeza kama miezi 4 tunaenda kuomba tu, lakini hauzi. Nikamwambia Mungu, niambie siri ya shida ni nini? Bwana wengine wanauza hata kuna mtu anachukua mbao mpaka zimepigwa na vumbi. Ya Mungu akanipa siri, akaniambia nenda kwenye shelf la nyuma. Nenda kwenye shelf la nyuma, ana hirizi aliyopewa na mganga wa kienyeji. Ukitoa hiyo ataanza kuuza. Nikamtii Mungu wa mbingu na nchi, nikamtii Roho Mtakatifu. Nikaenda lile eneo kweli, nikakuta ile hirizi kubwa imekaa pale. Nikamuuliza yule mama, hichi ni nini? Nikamuuliza mama, hii ni nini? Akasema hii ni hirizi. Nikamwambia mama, ulikuwa unajua ipo haipo kama nafanya maombi? Nilikuwa najua ipo. Ni kwa nini ulikuwa unatupikisha kwata ukijua na Mungu mwingine? Asema sikia niwaambie, mimi ninachojua kwamba nguvu ya Mungu na ya huyu ya hirizi, kwa najua zikichanganyika zinaongeza nguvu na fanikiwa. Haelewi. Mungu achanganya, anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Nikamwambia ni marufuku, nikampa na mistari ya kusimamia, maana alikuwa haelewi.
tukachoma ile hirizi, tukafanya na maombi. Kesho yake akaanza kuuza, akapata tenda ya shule, ikabeba mbao zote, wakachukua na simenti, wakachukua na nondo. Akasema wezi kuamini, yani leo gari imezua kila kitu hapa nilipo, nimepewa cheki, naenda benki kuchukua, nichukue mzigo mwingine. Kumbe ilikuwa nacheleweshwa na ulimwengu wa giza. Sasa nakwambia rafiki mpendwa, kama una michanganyo kwenye maisha yako, na hata kama ni mpagani, mtegemee Mungu aliyekuumba. Mimi sijui dini yako ni nini, mimi sijui imani yako ni nini, lakini natakwambia kwamba hata kama wewe ni mpagani, una maisha yako fulani, sikia nikwambie, yule aliyekuumba ndiye anaweza kukutunza na kukulinda. Aliyekupa uhai mpaka leo, mwambie na kuhitaji wewe Muumba wa mbingu na nchi, uliyeniumba, asili yangu ni kwako, naomba nisaidie. Naye atashuka kwenye biashara, atashuka kwenye kazi, atashuka kwenye afya, atakubariki, na kila lolote lazima liachie. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yetu. Ukimpata Bwana Yesu umepata vyote. Ukimpata Bwana Yesu atafanya mambo makubwa sana. Kabla tujamjua Yesu tuliteswa na mapepo, tuliteswa na magonjwa, tulikuwa tukiteseka, lakini Yesu alipoingia kwenye mioyo yetu na tukamkaribisha, tukampa nafasi, leo ndio maana tunaweza tukafika mahali hapa kuleta habari njema. Si kwa sababu tuna nini, ni kwa sababu yeye yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wa nyoka lazima uondoke kwenye maisha yako. Iko hivi, kama baba yako alikuwa na madhabahu za miungu, madhabahu za umasikini, uwe na uhakika na utakanyaga kwenye nyayo za baba yako. Maisha yale aliishi baba yako utatembea nayo. Kutoka 20:5, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne wanichukizao. Hatua zile alizopita mzee baba yako mzazi, kama walipita kwenye mateso ya umasikini, yani mmeishi maisha magumu mpaka umekuwa mnaishi kwenye magumu, utarisi huo, urithi huo mbaya, lazima upite pale. Si Biblia iko wazi nasema na wapatiliza? Na kama huna Yesu, lazima Yesu aingie ndani yako ili afute zile nyayo uliopita kwa baba yako na kuitwa mwana wa Mungu, lile agano, ile covenant, lile agano la damu, agano la ushirikina, agano la miungu, agano lolote ambalo lilifanyika mpaka mtu mmoja akombolewe na damu ya Yesu, na ajue kwamba jamani, baba yangu alikuwa ni masikini, hajawahi kufanikiwa, tulikuwa tunafanya vibarua, ni watumwa, yani ni kulima mashamba ya watu. Unajua kuna familia nyingine, yani all the time wewe ni mtumwa wa watu, ni kulima mashamba mpaka unazeeka, yani mpaka umekuwa hali mbaya, yani huwezi kuwa na cha kwako kujisimamia. Maana katika ulimwengu wa roho mlishaambiwa kwamba mtakuwa slave, mtakuwa maslave muda wote, mtakuwa watumwa kwenye nyumba za watu na kwenye makampuni mbalimbali. Hakuna cha kwako kinachosimama, maana mlishawekewa wanted, hakuna kuendelea. Kama mtu wa namna hiyo, hata kama akawa na fedha kiasi gani, nikupe mtaji leo, let's say nikakupa milioni 10, ngambia fungua kitu fulani, kama kwenu mna roho hizo za namna hiyo, utapita pale tunazitaisha. Maana hamjapewa kubarikiwa, mmepewa roho za uharibifu. Alitenda dhambi mmoja, wanateseka wengine. Magonjwa ya kansa, unaenda kuangalia baba, mtoto ana kisukari,
kwa sababu baba alikuwa na kisukari na mtoto naye na sukari na mwingine sio na nini. Unakuta wana matatizo yale yale, wanarithi matatizo, wanarithi magonjwa, wanarithi umasikini na ufukara. Malango ya elimu hayapo, hakuna kitu kinaenda. Yani akifika na staki mahali anasimama pale pale, hakuna kitu kinaenda. Nataka nikwambie jioni ya leo, lazima ukatae hizo madhabahu na uzivunje hizo madhabahu za uzao wa nyoka, ili uzikatae kwamba kama baba yako alipita kwenye shida, sio wewe. Kataa. Amina. Kataa. Amina. Kama walikufa kabla ya wakati, piga mahesabu. Yamkini kwenye familia mzazi wako yupo hai, Mungu akubariki. Yamkini hayupo tena, amesondoka. Hebu piga mahesabu. Akati anakufa aliwacha na umri miaka mingapi? Au aliishi miaka mingapi? Kwa ile kiasi cha miaka aliyoishi, kwamba na nyembe wekwa na wote pita pale. Ikifika ile miaka mara matatizo yanaanza. Ikifika ile miaka magonjwa yanaanza kuingia. Ikifika ile miaka mauti yanaanza kuingia. Ikifika ile miaka mateso yanaingia. Maana kwenye familia kuna kizazi cha nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Inawezekana kuna watu wamechanjwa chale na wanatembea na mairizi mpaka wengine wanavyozungumza saa hii. Inawezekana kwenye vibanda hivyo kuna mairizi yapo. Kwenye injili nilihubiri mahali namna hii, nikashangaa watu wanatoka, mapepo anakuja na mairizi, tukayachoma. Ile eneo lilikuwa ni gumu sana, biashara haziendi. Yani wako wafanya biashara wote wako pale pale, maisha ni magumu. Wakasema, kila mmoja alizungumza kwa namna yake. Tukaachilia damu ya Yesu, tukaomba kwenye eneo lote. Ile senta mpaka leo imebarikiwa, wanafanikiwa, biashara zinaenda. Maana kuna maeneo mengine hata ukifanya biashara haitaendelea zaidi ya kuharibu mtaji. Ndio maana nikwambie kwamba Yesu anazotelea hai atakupa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Eneo jingine, amini kwamba Yesu anaweza katika maisha. Mwamini ndiye anaweza kukuokoa. Wapendwa, sisi hapa duniani ni wapitaji. Hatuna mji dumu hapa duniani, tutakufa tu. Utakufa kabla ya wakati, lakini maisha tulionayo tutaondoka. Hakuna mtu atakaa milele hapa. Na ukienda kwenye makaburi unaona mifupa iko pale. Kuna watu walikuwa wamebarikiwa, akinyamaza kimya haongei tena, hasemi tena. Hata kama alikuwa na utajiri hasemi tena. Na sasa hatujui ameelekea wapi. Ndio maana nikwambie kwamba acha kiburi, acha ujeuri, ishi maisha mema. Haujui baada ya hapa itakuwaje. Biblia inatueleza baada ya kifo ni hukumu. Hakuna option nyingine. Wewe ulio nao tunapumua saa hii, unaweza kujiona waliokufa kama vile walichelewa, kama vile Mungu aliwakatilia mbali tu, wana bahati mbaya. Na tukaona kama tunapoimba haleluya tutaonana, tunazunguka kwenye jeneza tunamwaga, lakini hujawahi kutafakari kwamba na mimi iko siku nitaimbiwa, sio ni mwaka gani, sio ni nini. Sasa hitu tunauliza kafa na nini jamani? Na kisukari, lakini aliumwa. Lakini wewe unajua kama na vile, yani mwanadamu tafia mwili wa chuma, hata kaume kama huyu aliyokufa pale. Aliyekufa hatujui ameondoka na ameishi maisha gani, alimtegemea Mungu au aliishi maisha ya dhambi. Ndio maana nikwambie, tengeneza maisha yako. Tengeneza maisha yako, ishi maisha mema. Biblia inatuambia kwamba uko uzima wa milele. Baada ya maisha haya tutauona uzima wa milele na tutabarikiwa, tutaishi na Mungu milele na milele. Jioni ya leo, achana na habari ya dhambi, ishi maisha mema. Kuna watu wanapenda giza kuliko nuru. Anapenda giza kuliko nuru. Na wengine wa baba mmeacha nyumba zenu, anaka nyumba cha pili. Wamama wanateseka na watoto. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani ukiwa na Yesu umemshika vizuri, akichinja kuku mlangoni, unasema huyu ni kitoweo, lakini hii damu, tunaye damu ya Yesu inaonena mema. Unafuta ile damu tena kwa dekio, afu unaminya, unafuta tupa kule, unasonga mbele. Akija kuchungulia hakuna mguu umevimba wala tumbo, wewe ni mzima, unaendelea vizuri. Anaanza kupita, wewe ni mchawi. Amen. Maana wana damu ya Yesu. Amen. Wanazaletea hai, wanakutegea hichi, wanakuta wamevuka, wanategea hichi, wanakuta wamevuka. Yeye akienda kuloga, wewe ita damu ya Yesu. Haleluya. Akikupania kuzimu, wewe panda kwenye madhabahu ya Yesu. Ongeza spidi. Maana Yesu tuliye naye ni mkuu sana na ana uwezo mkuu katika maisha yetu. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Hata kama unanisikiliza kwa mbali, unaweza ukasogea mbele, ukaja mahali hapa, ukasema leo nataka nimpe Yesu maisha. Biblia inazungumza kwamba ukiokoka, ukimpa Yesu maisha, unakuwa ni mtu mpya. Mambo yako yanakuwa ni mapya. Kila unalofanya ni jipya. Ule utu wa kale unaondoka. Unaanza kuwa na mawazo mapya na fikira mpya, mafanikio mapya kwenye maisha yako. Yuko mtu wa namna hiyo, unasema nahitaji kumpa Yesu maisha, basi unaweza kajiongea mbele hapa, nikaomba pamoja na wewe, na jina lako likaandikwa kwenye kitabu cha uzima, na utahesabiwa dhambi tena. Unaweza ukasogea hapa, nikaendelea kuomba toba kwa ajili ya maisha yako, ili Yesu akuokoe, ili Yesu akutetee. Yamkini kuna kitu ambacho kinachozuia maisha yako. Unapoingia kwenye toba, yeye atakuokoa na atabariki maisha yako, na kila kinachotesa maisha yako kitaondoka mbele ya maisha yako. Maana iko damu ya Yesu Kristo inaonena mema, inayokuongoza na kukulinda. Mtu wa namna hiyo, naweza kasogea hapa, nikakuongoza swala ya toba, na mbingu yako itafunguka, milango yako itafunguka, maisha yako yatafunguka, kila kitu kitafunguka, na Mungu wa mbingu na nchi ataendelea kutenda katikati yako, katika jina la kitakatifu, jina lipitalo majina yote. Hapo lisema Bwana Yesu. Tamka kwa nguvu hata ukiwa mbali. Unajua wokovu, wengine wanaweza kusema unajisikia tu aibu. Huko wewe tamka tu sala hii. Huko lipo. Mungu atakuangalia huko lipo. Sio lazima ufike hapa yamkini. Hata kama uko kwenye biashara yako, una mtu wa kumwachia, hebu fuata sala hii. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Ninaomba rehema. Ninaomba toba na rehema kwenye nyumba ya baba yangu. Bwana, roho ya uzao wa nyoka iliyoko kwenye familia, roho za umasikini, roho za ufukara, kutokufanikiwa, roho za magonjwa na mauti, zikaachie maisha yangu, zikaachie maisha yangu. Naomba Bwana unirehemu, naomba unitakase Bwana, ninaomba toba Bwana, nimekukosea. Naomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Agano lolote ambalo lifanyika ndani yake, hilo agano lolote ambalo liko kwenye nafsi, na amuru kwa damu ya Yesu limwachie. Maana anakimbia, akipanaza kukimbia ovyo. Kila agano kwenye familia ya mkini, agano la uzao wa nyoka, ninaomba toba na rehema kwenye nyumba ya baba yake Bwana, kwa mama yake, kwa uzao wake, mapepo yoyote yaliyoko ndani yake, agano lolote, iwe kwenye hizi shanga, iwe ni kwenye chochote, agano lolote ninalivunja kwa damu ya Yesu, ninaling'oa kwa damu ya Yesu. Ewe roho, toka machie, roho ya kuchanganya akili, toka, machie, ondoka roho, achia wewe mzima, toka roho kuchanganya akili, akamuru ondoka, achia, toka, achia nguvu ya Mungu, toka, nguvu za giza, pepo na kichaa, toka, kwa damu ya Yesu, inachilia damu thamani kwenye tumbo lake la uzazi. Kuna agano lilifanyika kwenye nyumba ya baba yake, inamkomboa binti huyo, namkomboa dada huyo,
na kuongoa kwa damu yako Yesu. Naita damu yako Yesu ikalipe gharama, ikalipe gharama, ikalipe gharama, ikalipe gharama. Damu yako Yesu ikalipe gharama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho zote ziachie maisha yake, ziachie maisha yako. Ninazivua kwa damu ya Yesu. Damu yako Yesu ikapite. Vyakula unavyolishwa Wachi, toka kama ndio tumbo lake. Hivyo vyakula viondoke. Vyakula vya mauti. Toka, toka mwachi. Mwachi, mwachi, mwachi. Toka. Kila pande liwachi. Kila pande liwachi. Toka, mwachi, mwachi. Kwa jina la Yesu. 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 Pita ndani yake sahihi. Pita ndani yake sahihi. Ninavunja hilo mzima. Kwa damu kama Yesu Kristo. Mauti ondoka. Roho mauti. Ndoto hiyo. Toka machie. Mauti ondoka. Toka. Toka hata kufa. Toka. Mlipanga Januari tarehe 28 ile Januari mwaka 2026 afe. Haya, haya. Toka. Utakufa. Rikarabosaka. Ndio robatifu. Mwezi wa pili tarehe 5 2026 ulipanga mauti. Mauti toka. Hiyo ndoto ya mtu aliyokufa kila wakati ikuachie. Auti. Haya, haya mauti. Pepo la mauti. Pepo la mauti. Mwachie, mwachie, mwachie. Hiyo tarehe 5 mwezi wa pili mliandaa mauti. Hatakufa, hatakufa, hatakufa. Haya moto, moto. Pepo la mauti. Mwachie, 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 mwachie. Mauti, mauti, mauti. Achia kwa damu Yesu. Osaka ya mashaka. Ya mauti mlianda. Ya mauti mlianda. Ya watu wanaota kila wakati. Ikochi. 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 Mauti ondoka. Mauti ondoka. Mauti ondoka machie. Machie, machie, machie. Machie mauti. Haya. Mauti ondoka. Machie mama huyu. Tazama mmemficha kwenye uvungu wa kitanda. Mmemficha ili asifanikiwe na watoto wake. Toka mauti. Toka mauti. Toka mauti. Mauti achia. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Natamka ushindi. Hakuna mauti tena kwenye maisha yako. Wewe nakwambia mauti ondoka. Ondoka roho mauti. Divue. Divue. Mwachie. Divue. Nakwambia divue na uondoke. Wewe bibi uliyomkamata huyu mama. Wewe bibi uliyomkamata huyu mama. Unasema ni mwanangu. Lazima afe. Nimemmisi miaka mingi. Lazima afe. Sasa nakuamuru. Mzuie sasa hapa. Nakuamuru sasa. Ondoka. Fire! Ni moto lao. Ni moto lao. Achia nafsi. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Naamuru sasa. Hutakufa. Pokea baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Hiyo mauti. Hiyo mauti. Mauti. Toka machi. Yuko kaburini. Yuko kwenye kaburi. Hilo kaburi liko chini. Hilo kaburi liko chini. Hilo kaburi. Haya ondoka jivue kwenye hilo kaburi. Toka kwenye kaburi. Toka kwenye kaburi. Toka kwenye kaburi. Toka kwenye kaburi. Kaburi liko chini. Kaburi liko chini. Mwalimu anafanya sogeo. Kaburi liko chini. Kaburi liko chini. Kaburi liko chini. Hilo kaburi. Hilo kaburi. Hilo kaburi. Hilo kaburi. Liko chini. Liko chini. Liko chini. Liko chini. Liko chini. Naita nafsi yako. Naita nafsi yako. Mahali imefichwa. Mahali imefichwa. Nafsi yako imefichwa. Naita nafsi yako. Rejea. 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 Hilo kaburi. Liko chini sasa. Naita nafsi yako. Naita nafsi yako. Naita nafsi yako. Naita kufunguliwa. Utafunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Oria masakaria bosaka. Neema yako Bwana yatosha. Irabasaka. Kwenye hilo kaburi. Yule mtu anamuta kila siku. Naamuru damu ya Yesu ipite sasa. Naamuru damu ya Yesu ipite sasa. Naamuru damu ya Yesu ipite sasa. Haya mauti ondoka. Mauti ondoka. Mauti ondoka. Toka. Power. Kila roho ya mauti. Iondoke
ondoka. Haya, mauti ondoka. Mauti ondoka. Sasa wamekuficha huko ili weje. Haya, ile kaburi mtoeni huko. Aje hapa. Jina la Yesu. Hilo kaburi lipo chini. Haya, machieni. Machieni. Machie. Wewe unamfunga minyororo, machie. Damu ya Yesu inapita. Inamfuata. Inamfuata. Njoo kwenye nafsi. 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 Hiyo mauti ondoke. Hiyo mauti ondoke. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pake funguliwa. Tangu sasa na hata milele. Amen.